liwa kwa program, mwalimu anapanga kabisa kwamba sasa sisi tumeshtuka kidogo, na nadhani kwenye ligi ya mabingwa labda wenzetu wamejifunza hilo. Mpira wa mbio, yani wanatanguliza alafu mnafukuzana kama sungura vile anafukuzwa na mbwa mwenye njaa. Sisi hatukuzoea mpira wa hivyo. Kwa hiyo nadhani vijana wetu hilo nalo limewachanganya. Walifikiria wanakutana na timu ambayo itacheza mpira kwa maana ya pasi, watu wahesabu, wafurahi, waburudike, waone mpira unavyocheza. Nadhani na nyie umeshuhudia, umeona walikuwa wakifika katikati hapo hawatazami kingine, wanapiga marefu. Dube mtaalamu wa mbio nadhani wamemfundisha rasmi kwamba wewe ni riadha tu sasa hivi, fukuza kweli kweli, kimbia. Amefanya mazoezi rasmi kwa ajili ya hilo. Sisi tunashukuru kwamba mchezo huu umeisha. Sisi ni wapambanaji na bado tuna hakika kwamba malengo yetu tuliyojiwekea bado hayajafa. Bado tuna imani kwamba tutafanya vyema. Kwa yule anayepigana, kwa yule anayepambana, kwa yule mwenye malengo, haya yanapotokea ni sawa tu na ili tunasema ili dhahabu iwe safi lazima ipite kwenye moto. Sasa kama mjapitia changamoto kama hizi, hamwezi kuona kwamba kuna kitu kinatakiwa kifanyike ili mfike kule mnakohitaji kufika. Kwa hiyo hii ni changamoto, ni moto ambao umeisafisha dhahabu ili dhahabu ing'ae hatimaye mizi yaliyo bora. Ina imani JKT Tanzania tuko vizuri na bado tutafanya vizuri. Malengo yetu tuliyojiwekea bado yako katika misingi ile ile. Wadau, wapenzi na mashabiki wetu wasikatishwe tamaa na matokeo haya yaliyotokea kwa siku ya leo. Ni hali ya kawaida sana kwenye mpira. Wale wanaojua mpira kwa sababu wanaijua JKT Tanzania ni timu ya namna gani na iko bora kwa kiasi gani. Kwa Tanzania tuendelee kuisapoti JKT Tanzania, ni timu yetu ya taifa. Kwa maana nyingine naweza nikasema hivyo, ni timu ambayo ina lengo la kulitangaza taifa la Tanzania katika ubora wa soka. Ni timu pekee ambayo pengine kwa mafanikio lakini kwa kutazama, Yanga ilianza na wachezaji 6 nje, 5 wa ndani. Ni wa Tanzania mpira ambao tunacheza sisi kufika hatua yetu ya mwisho ya malengo na makusudio yetu kutangaza ubora wa wachezaji wa Tanzania katika mataifa mengine, na nina hakika kwamba tutayafikia malengo. Malengo yetu yako mawili na bado hata moja halijafa. Mojawapo likifeli, la pili lichukue nafasi. La kwanza ni ubingwa, bado tunayo nafasi kwa sababu wapinzani wetu wa leo wametushusha. Tulikuwa tunaongoza ligi tangu Novemba. Utaona tuna miezi mingapi mzika kidogo, wala msikate tamaa, msiogopwe na hilo. Kwa matokeo ya leo, wala wapenzi, wadau na mashabiki wetu, bado tuko vizuri sana na haya matokeo yatatuweka vizuri zaidi. Lengo la pili, kama tumefeli nafasi ya ubingwa, basi tuwe miongoni mwa timu 4 bora, tupate nafasi ya uwakilishi katika mashindano ya CAF. Watanzania wakajitangaze kwa ubora katika mashindano hayo na mataifa mengine yapate kiu ya Tanzania kutafuta wachezaji wa Tanzania kuwapeleka katika mataifa. Hakuna cha kuzidiwa zaidi. Zile ni bahati tungekewa. Yaani bahati tungekewa. Mimi zamani wakati niko
mmoja ambaye yeye alikuwa na tatizo, kusoma alikuwa ajui, wala kuzungumza Kiswahili ajui, lakini alikuwa na nguvu kweli kweli. Kwa hiyo mimi darasani nilikuwa nikitaenda nyumbani kazi aliyokuwa alifanya, kwa sababu alikuwa anaogopa kukugusa ukimpeleka kwa mwalimu. Kwa hiyo mkitoka tu darasani anakukimbiza kweli kweli, na alikuwa mkubwa na nizidi, wala sikuwa na ujanja. Lakini siku hiyo nikamuotea, alinikamata nikamweka chini. Sasa kule kumweka chini nikashindwa hata kumpiga, kwamba huyu nikimpiga inaweza ikawa balaa. Kwa hiyo nilivyomuona kwamba pale chini amezidiwa, nikachurupuka pale mbio, hakuniona. Kwa hiyo mimi niseme ndicho hicho kilichotokea leo kwa ndugu zetu wa Yanga. Kwamba wamebahatisha pia. Ni bahati, ni bahati. Unajua bahati haina idadi. Kwa wale ambao wanaelewa vizuri bahati ilivyo, bahati katika mpira wa miguu haina idadi. Kwa hiyo wewe unayedhani bahati ni goli moja, hiyo sio bahati. Bahati unaweza ukabahatisha pale ambapo ukustahili, hata goli 10 zikafika na watu wakashangaa imekueje, lakini ndio bahati zenyewe. Wenzetu leo walikuwa na bahati, lakini si kwamba wametuzidi kwa kiwango hicho katika kucheza soka. Na ukiangalia katika soka la kawaida, kwa wale waliokuwa wanafuatilia ule mpira ambao watu wanapiga pasi zimepangana vizuri, unakwenda kwa yule, unatoka hapo na mia kwa huyu. JKT Tanzania tumecheza. Wenzetu ukifuatilia vizuri, na ninyi waandishi mlikuwepo, leo zilikuwa mbio sana. Mpira ambao sisi JKT Tanzania hatukuzoea na tukutarajia kwamba tutakutana na mpira wa namna hii. Ndio sababu nikasema Yanga huko ligi ya mabingwa walikuwa wanajifunza namna ya kukimbizana na mpira uwanjani, kutanguliziwa alafu mbio ili upate ushindi pale ambapo pengine unadhani uweze ukapata ushindi. Mimi niishie hapo, niwashukuru sana Watanzania na niwape pole wale ambao wameumizwa na matokeo haya ambayo kwa hakika hatukuyatarajia, na hakuna Mtanzania ambaye alitarajia matokeo. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.